Nataka niwape taarifa ambayo sio taarifa nzuri sana, ni taarifa ya masikitiko. Taarifa ambayo inahusu kifo ni kwamba tarehe 27 mwezi wa 5 mwaka 2025 majira ya saa 5 usiku na dakika chache pale kituo cha polisi Bububu zilipokelewa taarifa kwamba maeneo ya Kizimbani, barabara ya Kizimbani kuelekea Bumbisudi kule wilaya ya Magharibi umeonekana mwili wa mtu mzima mwanaume ukiwa umelala pembeni mwa barabara. Kwa baada ya taarifa hizo kufikishwa kituo cha polisi, kaimu mkuu wa upelelezi wa wilaya ile ya Magharibi alikwenda eneo lile la tukio. Alipofika ni kweli alikuta mtu amefariki, mtu mzima mwanaume amevaa nguo zake, alikuwa amevaa kanzu. Kwa hiyo ikabidi sasa au atende ule mwili au shughulikie. Miongoni mwa mambo aliyofanya ni kufanya upekuzi ule wa haraka, ule wa awali. Katika upekuzi huo alibahatika kupata kitambulisho ambacho kilimtambulisha mtu huyo kwa jina la Jabiri Haidari Jabiri. Kwa baada ya kujua jina lile na kuangalia mazingira, aliangalia mwili haukuwa na jeraha lolote, na mazingira yale hayakuonyesha kama kuna dalili za vurugu au jambo lolote kutokea pale. Hapakuwa na sign of struggle, hapakuwa na kitu chochote. Kwa hiyo ina imply kwamba ni mtu ambaye alipata madhara mahali fulani akaletwa pale, au alitokea sehemu fulani akafanya kuletwa pale, lakini haionyeshi kwamba kuna vurugu au shida iliyotokea pale. Kwa hiyo mwili ule ulipelekwa hospitali yetu hapa ya Mnazi Mmoja kwa ajili ya kuhifadhiwa na kutaka sasa kujua kwa kina. Kwa bahati nzuri ufuatiliaji uliendelea kufanyika usiku ule. Mimi mwenyewe kwa kushirikiana na yule mkuu wa upelelezi msaidizi tulifuatilia na tukabaini kwamba mtu huyu, kwa maana kwa jina hili la Jabiri Haidari Jabiri, ni mkazi wa Fuoni Mambo Sasa pale Mshelishelini. Kwa hiyo tulifanya juhudi tukapata taarifa za awali ambazo ndo nataka sasa wananchi wapate angalau, kwa sababu najua wananchi wengi wanajua kwamba msiba huu umetokea, yuko pale hospitali ya Mnazi Mmoja. Sasa baada ya kufanya uchunguzi wa awali, tulichobaini kwa awali ni kwamba huyu kweli ni mkazi wa pale Fuoni na pale alikuwa anaishi peke yake, lakini kwa bahati akawa ameajiri mtu wa kumsaidia shughuli pale, kijana wa kiume ambaye alikuwa anamsaidia shughuli zake za kawaida kama kupika, kufanya usafi na vitu kama vile. Kwa kwenye ile nyumba walikuwa wanakaa wawili. Na siku ya majira ya saa 12:30 alitembelewa na mtu ambaye ni kijana pia, lakini wanafahamiana. Yaani alivyoonekana wakati yule msaidizi wake alikuwa ndani, akaona yule anakuja pale, wakawa wamekaa sebuleni. Kwa hiyo jinsi walivyokuwa wanaongea na watu ambao walikuwa wanafahamiana. Kwa hiyo wale waliongea pale kama nusu saa hivi. Baada ya nusu saa wakaja vijana wengine, watu wengine 5 wakajiunga pale. Lakini wale walikuja na gari ambalo walijulikana kwamba ni gari either Noah au hizi Alphard jeupe. Alikujulikana exactly ni gari la aina gani. Walivyoingia wale wakaongea naye kidogo pale, wakakaa kwenye saa 2:30 wakaondoka wote. Wale waliokuja na yule mgeni wake wa kwanza ambaye alimfungulia yeye, wakawa wameongea wakaondoka wote, wakapanda kwenye gari wakaondoka. Alivyomuuliza akasema nitakujulisha. Wale wakaondoka. Kwa hiyo kutoka pale alikuja sasa kubainika kwamba hiyo saa 5:30 mwili umeonekana. Sasa amekufaje? Ameuawa na nani? Kwa nini afe? Na wale walioondoka nao wako wapi? Bado tunapambana na hilo sasa. Tunataka kujua wale ambao walionekana kwamba ni marafiki, kwa maana yule alikuja wa kwanza, na wale wengine ni kama vile walijuana na yule aliyetangulia wakaondoka naye. Sasa wameenda naye wapi? Kwa nini amekutwa pale Kizimbani amefariki? Na kwa nini hana hata jeraha? Hayo ni mambo ambayo jeshi la polisi sasa tunaendelea kuyachakata na kuyafuatilia. Na uhakika niwahakikishie wananchi wa mkoa Mjini Magharibi kwamba kwa hatua hii tuliyoifikia tutajua ni kina nani waliokuwa pale, walioondoka naye na nini kilichotokea. Kwa hiyo tuombe wananchi tuwajue kwamba ni mazingira ni hayo. Ndivyo hivyo tukio lilivyotokea. Hayo ndo